Na tukio la leo si uzinduzi tu wa program, bali ni uzinduzi wa njia mpya kwa sekta binafsi nchini, na hususan vijana kuingia kwenye uchumi wa viwanda, kuingia kwenye uzalishaji wa kisasa na kuingia katika masoko ya kimataifa. Kwa hiyo hapa tumeyasema haya mara nyingi, lakini tunatekeleza kwa vitendo. Ni muhimu sana kujengeana uwezo. Tunataka sekta binafsi ya Tanzania iingie kwenye soko la ushindani wa kikanda. Tunayo Africa Free Trade Area ambayo maarufu kama FCFTA. Ni soko kubwa, lakini huwezi kwenda kwenye ile soko bila kujiandaa kushindana. Usipoandaa kushindana, tutabaki nchi yetu kuwa soko tu badala sisi kwenda kuuza kule. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kutekeleza hilo, ili tukuze ushindani na tuweze kukuza uwezo wa kushindana miongoni mwa sekta yetu binafsi hapa nchini. Haya ni mambo matatu muhimu. Tunataka tuwasaidie vijana wapate mafunzo, tuwaongeleshe na uzalishaji na masoko na uwekezaji. Hili ni eneo muhimu. Kwa ndio maana hii program kwa kuanzia itatekelezwa ndani ya eneo la Machumu hapa Mabibo. Vijana hawatajifunza tu, bali watazalisha, watapakia na wataandaa bidhaa kwa ajili ya kuuza nje, na huu ndio msingi wa kujenga uchumi wa viwanda. So this is a proper empowerment. Sio tu tunakupiga maneno hapa kichwani. Ukishapata mafunzo, tukuunganisha na wazalishaji, ujifunze namna kuzalisha, tukuunganishe na wenye hela upate mtaji, halafu kawekeze, tukufundishe namna ya kwenda kuuza ndani na nje ya nchi. Katika mwaka wa fedha uliopita, mamlaka yetu ya uwekezaji TISEZA ilisajili miradi zaidi ya 940 yenye uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 11 na kuzalisha ajira takriban 342,000. Lakini takwimu hizi zinaonyesha kwamba viwanda vinazidi kuwa vya muhimu na maeneo yetu maalum ya kiuchumi yanaendelea kuwa nguzo muhimu ya ukuaji uchumi. Tumebaini kwamba vijana wengi wana uwezo na hamu ya kufanya biashara na kufanya uwekezaji, lakini wanakabiliwa na changamoto za ukosefu wa miundombinu ya uzalishaji, ukosefu wa viwango vya kimataifa, lakini pia ukosefu wa uhusiano na masoko. Wanaweza wakawa na mitaji lakini hawajui namna ya kuanza. Katika program ambayo Mheshimiwa Waziri utaizindua leo, tunategemea vijana wapatiwe mafunzo, watumie miundombinu ambayo tunayo, ikiwemo kituo hiki cha pamoja ambacho tutakizindua siku ya leo, na kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanakuwa endelevu, na katika kila awamu wanayopita wanaendelea kuingia katika uzalishaji na kutengeneza ajira kwa ajili yao, lakini pia kwa ajili ya vijana wengine.